Kwa hiyo hapo sasa nilipoanza kuigundua na kuijua Mozambiki jinsi ilivyo. Wenzetu wanajitahidi kwenye vijiji vyao, kuna polisi jamii. Yaani hao wakimuona mtu tofauti na wa area yao lazima asimamishwe, aulizwe maswali. Kwa katika maswali yao makubwa, kitu cha kwanza, kama we haujulikani, so mwenyeji wa pale, wanauliza dokumenti. Kwa hiyo Zari mimi nilikuwa na pasipoti na mwanangu mmoja ambaye ni kama brother, ambao mara ya kwanza tulipanga safari, lakini mimi nilikuwa niko shule. Kwa hiyo alienda, ilikuwa 2002. Akaenda akarudi 2007 kuelekea 2008. Kwa 2008 tukakaa kipindi kidogo, alafu baada ya 2009 ndio tulianza hiyo safari. Kwa hiyo mimi na yeye tulikuwa tuna pasipoti, na mshikaji mwingine ambaye alikuwa ni baharia, anapatikana Magomeni Mwembe Chai. Yule jamaa baharia alikuwa wa Spain. Alifanikiwa kwenda Spain. Akaishi kidogo pale, maisha ameona bora mimi arudi home, kwa hiyo amerudi home. Akamisi na yeye kwenda safari yetu Bizonga pamoja. Kwa hiyo kama watu watatu tuna pasipoti pale. Pamoja na yule Mganda. Naye alikuwa na pasipoti. Kwa hiyo tukafika mpaka Mshopo. Wakati tunarudi sasa Mshope, ndo wale askari wa kijiji wakawa wametuvamia na kutuuliza, bwana, nataka kwanza dokumenti tuwajue nyinyi zamani wapi na mnaelekea wapi. Kwa tukaonyesha vibali vyetu, lakini mwendo huo sio kusimama tena. Hapo inabidi unamuonyesha mtu kibali hivi huku unatembea, kwa sababu watu wenyewe wamekufuata, wako na mapanga, wana mashoka. Kwa hiyo sasa nchi yao wenyewe, kutoka na wao wenyewe walishatoka katika visanga vya vita. Kwa hiyo hawamwamini mtu yeyote wanaomuona ndani ya nchi yao. Especially sisi tuna mabegi. Kwa wanajua jamaa saa nyingine wewe kwenye mabegi kuna silaha. Kwa wanaweza wakatuataki au wakatudhuru kwenye kijiji chetu. Kwa tukaachana na jamaa kijiji cha kwanza, tukakutana na watu wengine. Hapo bado Mshope hatujafika. Kijiji cha pili tukakutana na watu wengine, lakini hawa watu wengine, askari wengine ndio walikuwa kidogo na moto. Tukitembea wanatembea na sisi, tukikimbia wanakimbia na sisi. Hadi tukaona mzee baba hapa tunaweza tukachezea vipanga. Sawa. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, hadi wanatufikisha kwenye kijiji cha tatu ambacho hicho ni Mshope kwenyewe tulikopanda gari. Kwa hiyo Musa alikuwa kashafika, anaona wanae tunakuja kikundi na nyuma kule akiwacheka, kwa sababu yeye Mozambiki anaijua na anawajua wale watu, akawa anajua kabisa wale sio poa. Kwa hiyo Musa ilibidi atufuate. Huko anatulalamikia, nyewe Maomboys vipi nyinyi, mbona mnaondoka bila taarifa? Mzee baba, bila taarifa kweli, na sisi tulivyoliona lile gari tumeelekezwa Maputo. Kwa hiyo tulivyoambia mwanangu tuna dola zetu hizi hapa 7, wakawa wametuelewa. Tunaenda mpaka Maputo, ambia mwanangu hizi dola 7 bora hata ningewaombeni mimi, wananijua. Nyewe mwaleteni ukauzu. Tukaona kweli ila hela haitoshi mzee baba, hii hapa kiwango cha buku 2, na anasema kweli sasa inabidi muongeze hela nyingine ili mimi niwastendie. Kaona kweli bwana. Yule mshikaji akatustendia. Siku ya pili yake tuliongeza hela kidogo ya Kimozambiki pale. Kwa sababu tulikuwa mtu 6 tena tushaongezeka. Kwa tukapanda gari moja kwa moja, sasa ikawa tunaelekea Sidadi. Huku mfukoni mzee baba anaesili anayejua Mwenyezi Mungu. Ndio. Sababu mimi nilikuwa na landi 500, lakini landi 500 ya kwangu hadi nafika Maputo. Nakumbuka kama nilikuwa na landi 200. Sawa. Hadi nafika Maputo Sidadi na landi 200. Na wanangu wanajua wenyewe ukweli wao, kwa sababu kila mtu alikuwa na siri yake wakati wa kutembea safarini. Kwa hiyo hadi mimi nafika Maputo pale, lakini nikupe ka story kadogo kuanzia pale Mshope kuelekea Maputo Sidadi, kwa sababu tulipopanda gari tulikuta watu ndani ya gari. Hiyo siku nyingine ulivyoondoka sasa. Hiyo sasa ni mara ya pili. Musa kashatengenezea mazingira. Musa kashatengenezea mfumo wa safari. Kwa sasa hapa sisi tukawa tunaelekea Maputo. Kakutana na mshikaji mmoja Mozambiki. Pale niliamini kidogo kwamba jamaa bado mafikizolo, ushamba bado wanao, kwa sababu tukisema mafikizolo wenyewe wanasema mshamba. Sawa.
kwamba wale jamaa wanao ule ushamba. Mimi nilikuwa napenda sana kuwa na saa kama unavyoniona saa zangu sometimes vimwekumweku. Sasa ile saa ile kwa kimwekumweku nilinunua kama buku 5 buku 6 Kariakoo. Kwa hiyo kila wakati naenda naangalia muda. Kumbe neiba yangu nikawa nimemchanganya akili. Nimemchanganya akili vibaya sana, sali najiwasha lenyewe inazimika lenyewe. Ule muuni sasa akaanza kuniuliza sile bwana, my friend, you going to Afrika di Sur? Ni Afrika di Sur nilikuwa sijasikia, ila nilikuwa ninaamini kwamba mtu akizungumzia neno hili anaamaanishia South Africa. Asa siwezi nikamuelekeza mtu straight mimi naenda wapi. Kwa mimi sasa nimepata maelekezo kwamba nimuelekeze mtu yoyote kwamba sendi South Africa. Nikamuelekeza jamaa, I'm not going South Africa, I'm going Sangalasia. I got my relative is on there sitting for a long time. We thought in South Africa but he's sick there, so we go to pick him up and take him back in Tanzania. So jamaa aliniangalia akasikiliza maongezi akasema kwa sababu nimeongea mimi tu lakini ndani ya nafsi yake akaona sio kweli. Huyu jamaa huyu anaenda South Africa tu. Ulikuwa unamwambia kama kuna mtu mnaenda kumchukua, mumrudishe huko? Nilimwambia nina ndugu yetu yupo Sangalasia kwenye msitu ambao watu wanaita Katembe. Sasa katika ule msitu pale kuna vijiji viko ndani, na katika hivyo vijiji vilivyokuwepo kuna kijiji kinaitwa Sangalasia. Kwa Sangalasia pale kuna watu wanaishi, lakini watu ambao wanaishi ndani ya msitu, ndani ya mbuga. Kwa nikaambia kuna ndugu yangu pale, si tunajua uko South Africa lakini kumbe haipo South Africa, tumepata detail yuko Sangalasia anaumwa, kwa tunaenda kumchukua na kumrudisha Bongo. Yule jamaa alikubali lakini hakukubali 100%. Akaamini hawa jamaa jinsi walivyokaa, yani safari sawa si. Na mimi jinsi ninavyoonekana madevu yangu jinsi ilivyokuwa, kwa hiyo nikaekewa 100%. Huyu jamaa huko anapita tu njia hawa safari South Africa. Na kweli tulipofika Sidadi njiani yule jamaa alikuwa chochote akinunua lazima anipe. Lakini alikuwa ameiwakia saa yake. Yani yeye alichowaka ni kuhusu saa tu. Lakini akinunua juisi anashare na mimi. Sasa mimi siko peke yangu. Of course Huwa anashangaa sasa napiga mimi Mwanambwiru namtembezea Omboi kitu cha tatu. Sawa. Omboi naye anapiga Mwanambwiru anamtembezea Omboi mwingine. Kwa mpaka watu 6 wote tunashare kitu hiki kimoja. Kwa kanajiuliza sasa mbona mimi nanunua na kupa wewe my friend and then you give the others? Say no, this is my relative. Sawa. All of them what they share with them they are my relative. So I don't let them down. What I share I go share with them. Kwa hiyo jamaa kananishangaza, huyu jamaa na upendo wa wapi? Basi wakati wote tunaenda huko hatujui lifestyle ya watu wa huko. Ndo kabla kufika Mshope ndo tukaanza kuyaona sasa. Mtu kupanda kwenye basi ana mbuzi. Mbuzi anapanda naye tena mnakaa naye upande wa abiria, sio kumweka juu ya carriers. Akwambia mbuzi wangu mtamwekaje juu huko? Anakaa naye. Mtu kapanda na kuku kapakata, mwingine na miogo kapakata, furushi la mahindi. Kwa hiyo kwenye usafiri hadi tunafika Maputo tafulani mzee baba. Ilikuwa tafulani. Kwa hiyo nikaona bwana mbuzi anaweza akajisaidia labda mwe fresh tu. Yani fresh tu. Yani sijui akojoa huko kwenye gari. Yani sana watu watampisha watu wanakojoa mbuzi, akimaliza mwenye mbuzi ambii kitu. Watu wanamwangalia mbuzi anakunya. Inabidi tukubali matokeo na send of first time, na ndo maisha ya kusoma, maisha ya kuona kitu na kujifunza. Kwa hiyo katika watu stories za zamani nilisikia ukifika Maputo watu wanakaa gorofani, wanakunya kwenye mifuko, wanatupa chini. Kiukweli hizo ni story mimi hapa sijaiona. Hata kama yapo hayo maisha au yalikuwa weba. Yani yalikuwepo kama yanaendelea, lakini bahati nzuri yangu mimi sikuwahi kukutana nayo. Ila kitu nilichokutana nacho ni tofauti. Wenzetu kuhusu vyoo tofauti yani. Yani wanatengeneza mfumo wa choo cha sink kwamba unaweza kaenda kukaa. Lakini wanatengeneza kwa udongo. Alafu miundombinu yani maji ya kuflash hakuna. Kwa mzee baba sometimes unaweza kaenda
Wanaenda kwenda kukata gogo, unajikuta hamu ya kukata gogo imekwisha kutokana unaona furushi la mwenzako liko pale bonge la vundo, unaona dai bwana wafungua samaki kidogo. Iliniwia vigumu kwenda haja kubwa ile nchi, japo nilikuwa nimefika sehemu kama town Maputo Sidadi. Kwa zile hali nilizoziona kweli nilishindwa kujisaidia. Kwa hiyo maisha ya maskini ya ufukara, yani tuseme nini au ni bana, naweza nikakwambia kitu kimoja, japo yani wale jamaa pale baada ya kupambana na Mreno, Mreno kitu kimoja tu, waliharibu miundombinu. Kwa katika kuharibu miundombinu ambayo niliona pale, waliharibu sana miundombinu ya chemba za choo. Na binadamu bwana, usafi bwana. Oh yeah, sure. Kwa hiyo wao bwana, katika nchi yao bwana, kile tu ndo kinachowakosti. Kwa sababu maswala ya kinyesi ya haja kubwa wale jamaa hawakipendi, lakini bwana kinatupwa kokote pale. Kwa huo ndo udhaifu ile nchi, lakini kujengeka miundombinu, mzee baba tunasubiri kidogo kibongo, yani hapa Dar es Salaam. Siwezi kuzungumzia Tanzania nzima, naweza kusema Dar es Salaam sababu Dar es Salaam ndo mpango mji wa kibiashara fulani hivi. Kwa hiyo kidogo jamaa wametupita tu. Wenzetu wameendelea kidogo. Ulisema kwamba hujawahi ona kukutana na watu wanatupa kwa mifuko hivyo vinyesi, lakini ulipofika pale ndio kaona au yani sikuona kumkuta mtu labda kanya juu ya gorofa akafungasha afu katupa, hapana. Ila kwa mfumo wa kwenda chooni, mazingira yao ya chooni sijaelewa, na uchafu kama huo kuukuta yani barabarani umetupwa ni kawaida. Ila sijamuona mtu mfano anatoka huko na kipashta chake nini afu ile sijawahi kuona mazingira kama hayo. Kwa hiyo tukafanikiwa kuvuka pale kwenda sasa upande halisi wa Sangalasia, ambao huko sasa ndo kuna msitu wa Katembe. Kwa sisi pale tuliingia saa 10:11. Ila ujamaa sasa yeye wakati anashuka pale Maputo Sidadi. Nani unamzungumzia? Yule jamaa ambaye alikuwa ni neighbor wangu. Kila kitu sasa akinunua ananipa. Kila kitu ananipa. Dakika ya mwisho jamaa alishindwa kuvumilia, kwa hapa aona hii safari ndo tunaachana. Kwa jamaa sasa kaniita pembeni, my friend, I'm sorry. Me I don't have nothing. All the money I spend it. But I have little money here. I know now you're going to get to cross the sea. But the money I have here is only money for 2 people to cross the sea. Kwamba tunavuka kwenye kivuko kama pale kivukoni, tunaenda ngambo ya pili ambao ni ngambo ya Sangalasia sasa, ambao kuna msitu wa Katembe. Kwa hiyo mimi sasa nikaona huyu jamaa ina maana favor yote ile aliyokuwa anaifanya ujinga wake ulikuwa sawa. Sasa nauliza wanangu wanasema bwana itakuwa sio vizuri kumkatili yule jamaa si wenyewe tumekula japo kidogo, katununulia mikate, katununulia mahindi. Kwa ana hela ya watu wawili ambayo itatusaidia sisi kuvuka pale. Na sisi hela kuvuka tulikuwa tunayo. Kwa nikaona so kesi bwana, saa tu ndo tatizo, ikabidi nimvulie nimbless mwana naye akatubless ile hela ya kivukoni ya watu wawili. Tumeachana pale, jamaa anambia mimi nikifika South Africa mimi nitakujua, nitakuona, nitakutafuta. Kanipa mapromise mengi, nikaona dai bwana Mungu na wanadamu. Kwa tukafanikiwa kuvuka, lakini kwenye safari yetu ya kuvuka midevu ikawa imenicholesha tena. Midevu imenicholesha mzee baba. Wanangu akafanikiwa kuvuka. Mimi na mdogo wangu mmoja, kimwona kibonge mmoja hivi wa kuitwa Jamali. Kabidi tusimamishwe kwa sababu na yale kwa bwana mdogo lakini ana asili ya ndevu. Yule bwana Jamali na mimi na yule mwanangu baharia wa Spain wote ndo tumepata bahati mbaya kusimamishwa. Ila mabahari yangu wawili waliotangulia maisha ya kusafiri na yule Uganda wakawa wameruhusiwa kuvuka. Sasa huku nikanategemea mwanangu aloka Spain uongo anaweza akaongea Spanish nini kidogo. Kumbe mzee baba end of the day mwanangu naye alikaa kule, lakini Spanish chenga haipandi. Na mimi nikijicheki hapa tuko Sidadi, hii ni town. Hii town hii hapa nikisema niongee Kiportugizi
Na lugha zingine Kimakonde, Kimakua sijui, chenga tu. Hapa mzee baba mimi nilianzisha Kiingereza tu. Bwana afisa, you stop us. What is